Karibuni sana kwenye jukwaa letu ambalo ni la Wadada Center, jukwaa ambalo linawakutanisha wafanyakazi wa nyumbani pamoja na waajiri wao. Hofu ya Mungu ina mchango gani katika malezi ya watoto? Kama unamcha Mungu au kama unampenda Mungu, utaleaje hawa watoto? Kwa hiyo sisi dada ni kama walezi wa pili wa mtoto, kwa sababu unakuta labda mzazi ana majukumu. Kwa hiyo sisi ndo tuna majukumu ya kumlea mtoto katika njia impasayo. Lakini ukiwa umesimama pale kwamba wakati wowote na saa yoyote bosi hayo yupo au hayupo, nitakuwa nafanya kazi, na mtoto naye atakuwa anasimama pale sehemu ambayo umesimama wewe. Ukiwa mcha Mungu, ukifika pale tufanye majukumu yetu. Vile ukienda na malengo huwezi kuleta uvivu kwenye kazi, kwa sababu sisi tunavyoenda kwa waajiri wetu wanataka tuwasaidie kazi. Matendo yako ndiyo yatakayoakisi kweli una hofu ya Mungu au una hofu ya shetani. Mlezi wetu wa kwanza ni Mungu. Sisi wazazi ni watoto wa Mungu, si ndio? Katupa mwongozo, na sisi inabidi tuwape watoto nini? Miongozo. Tusibaki kusema watoto ni watundu. Nahisi mpaka mtu anafikia level ya kusema huyu mtoto ni mtundu, hajataka connect na yule mtoto, hajataka kumwelewa yule mtoto. Kwa dada wa kazi ndo mlezi wa kwanza. Haya. Kama kawaida, waajiri mnaokuja kwa ajili ya wasaidizi, mnataka watu wenye hofu ya Mungu, mnataka watu ambao watakuja kutoa huduma bora katika familia zenu, watu ambao watakuja kufanyika baraka, watu ambao sisi Wadada Center tunasema ni nguzo ya familia. Na hicho ni kipimo. Mungu alisema kwamba ukiwa mwaminifu kwa madogo atakupa na makubwa. Kwa hiyo kwenye hii kazi tuifanye kwa bidii, tuifanye kwa uaminifu ili tubarikiwe zaidi.